Fikiria siku moja baba yako yuko ndani, amejisitiri, anajishughulisha kivyake, huku akionekana kufurahia hali fulani. Ghafla mambo yanaharibika, anajaribu kujinasua lakini anashindwa, kana kwamba amekwama. Hali inakuwa mbaya zaidi, kwa sababu yuko mahali pasipo pake, tena akiwa na mwanamke ambaye si wake halali. Ni aibu kubwa, hasa kwako wewe kama mtoto wake mkubwa. Hakuna namna, anakuita kwa siri umsaidie bila watu wengine kujua, kwa sababu jambo lenyewe linafedhehesha. Sasa jiulize, ukiwa katika nafasi ya mtoto, ungefanya nini? Haya ni mambo machache tu yaliyomo ndani ya simulizi hili. Ili kufahamu zaidi, ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, ili tuweze kufuatilia pamoja. Ni jioni tulivu sana. Tunamuona mwanadada anayeitwa Tani akiwasili mahali alipopanga kukutana na mpenzi wake jioni hiyo. Alipofika, alishangaa kuona mapambo maridadi, maua, pamoja na wapiga picha na wapiga tarumbeta. Mpenzi wake alikuwa ameamua kumpa zawadi ya mshangao. Aliona kwamba baada ya muda waliokuwa kwenye uhusiano, ulikuwa umefika wakati muafaka wa kumvisha pete ya uchumba, kwani aliamini Tani alikuwa na sifa zote za mwanamke bora aliyetamani kuwa naye maishani. Mwanaume huyo anaitwa Dapo, na siku hiyo akamvisha rasmi pete ya uchumba. Baada ya uchumba, hatua inayofuata ni ndoa. Dapo akaanza kupanga mipango ya harusi pamoja na mama yake. Mama yake akamuuliza kama tayari amemjulisha baba yake. Dapo akajibu kuwa bado hajafanya hivyo. Tatizo ni kwamba wazazi wake walishatengana muda mrefu uliopita. Kila mmoja aliishi kivyake. Walikuwa watoto wawili tu, yeye na kaka yake, ambapo yeye aliishi na mama yake na kaka yake aliishi na baba yao. Mama yake akamwambia lazima amjulishe baba yake. Pembeni yao kulikuwa na rafiki yake Dapo aitwaye James, ambaye angekuwa msimamizi mkuu wa harusi, bestman kwa upande wa bwana harusi. Hatimaye siku moja kabla ya harusi ikafika. Upande wa Tani ndio uliokuwa umeandaa shughuli hiyo ifanyikie huko kwao. Maandalizi yalikuwa yamepamba moto na wageni wakaanza kuwasili. Mama yake Dapo alifika akiwa ameandamana na rafiki zake wa karibu, wote wakiwa wamevalia mavazi ya sare ya rangi ya njano yaliyovutia macho. Walipokelewa vizuri na mama yake Tani, ambaye baadaye alimuita Dapo pembeni na kumuuliza baba yake yuko wapi. Alimkumbusha kuwa ilitarajiwa aje pamoja na baba yake ili kuonesha umoja wa familia licha ya tofauti zao za zamani. Kukosekana kwa baba kungeweza kuleta taswira isiyofaa. Mama yake Dapo akasisitiza sana ampigie simu aje mara moja, kwa kuwa hakutaka aibu kwenye hafla hiyo muhimu. Dapo akalazimika kujitenga kidogo na kupiga simu. Hata hivyo, aliyepokea simu hiyo hakuwa baba yake, bali alikuwa mwanamke. Anamwambia kwamba anayezungumza naye si baba yake. Unataka nini tena? Anauliza mshangazi kwa sauti ya jeuri. Mchizi anashangaa, imekuwaje tena? Sasa huyu mshangazi anaitwa Caroline. Mzee amekuwa akijipakulia nyama kila siku hadi kufikia hatua ya kujisahau, akijiona kama yuko na mke wake kabisa. Baada ya hapo, akakata simu kisha akaenda